Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Mtu atakufanya uwe na hofu. Kujua jambo ni la hatari baada ya kulifanya. Unayemwazia na yeye anakufikiria sana. Kupata huduma muhimu uliyokuwa unaisubiria. Huhitaji maombi na baraka zaidi, ili uweze kupambana na changamoto unazopitia. Aliyeondoka kwako anarudi kwa nguvu kubwa ya heri. Nyota ya Samaki. Mtu ana nia ya kukujaribu kama utakuwa naye tena. Mtu anakiri kosa kwako. Kufahamu usiri unaofanyika. Kuacha kujiumiza kwa kumfikiria mtu. Nyota ya Nge. Kuamka na kelele nyingi asubuhi. Huzuni ya mtu kukufanya pia uhuzunike. Kabla ya mwezi kuisha kuna jambo utafanikiwa kulitimiza. Mtu anakubaliana na wewe kwa maamuzi yako. Nyota ya Mizani. Kujiweka katika hali ya usawa na mtu. Mtu atajitoa kwenye upinzani kwako. Kubanwa sana na kifua wakati wa usiku. Kuwazia upendo wa zamani au umoja wako na mtu. Kujaribu kufanya zoezi fulani. Utapata taarifa ya mtu kuumia. Nyota ya Mapacha. Kukubali kitu ulichokuwa unaambiwa. Kupata ndoto nyingi za kusafiri. Kuna hatua mpya utakayoifikia kwenye maisha. Kubuni kitu. Mtu anatoa sababu nyingi za kukuzuga. Upotevu wa kitu kutokea. Kuwa makini kwa hilo. Nyota ya Ndoo. Kuona kitu sana ndotoni, lakini hakikupi ufafanuzi. Ndoo. Unapewa ishara ya anga kwa kitu kinachopita kwa kasi mawinguni. Kuna kitu utakachofuatilia, pia unarekebishiwa kitu. Kuacha kitu kinachosababisha hasara. Kutotaka kuongopa ila utakuwa muwazi. Kuhisi kuwa mwenyewe ni bora zaidi. Kutamani ndoto yako itimie. Nyota ya Mbuzi. Kumfichia mtu siri kwako itakuwa na ugumu. Kutotaka kuwa matatizoni. Ndio chanzo cha kujiepusha na mengi. Kuhisi unasikia sauti yenye kukuita. Inakujulisha jambo litakuwa wazi au kufahamika. Pia una nguvu inayotaka kujionesha kwa utetezi. Kuona kitu kikitikisika, ikiwa si kawaida kuwa hivyo. Ni jambo la hatari, unajulishwa. Utapata maumivu ambayo ni bora kwa sababu ya kuepushwa na jambo baya zaidi. Kumsemesha mtu ila hatokujibu. Nyota ya Mashuke. Upendo wako kuonesha kwa vitendo. Kukubali kuwa pamoja na mtu, ila utakuwa mwenye masharti. Kuhitaji kila kitu kizingatiwe kama upangavyo. Kukaa kimya kwa mtu itakuwa ni bora sana, kwa maana utahitaji iwe hivyo. Kuandika ujumbe kwa ajili ya mtu. Kumuelewa mtu ila hutotaka kuonesha kuwa umemuelewa. Nyota ya Ng'ombe. Hisia zako za kulia kuwa karibu. Utakaa na huzuni kwa muda. Unaandaliwa kitu ulichokihitaji siku zilizopita. Kuweka nia ya kitu na utatekeleza. Kujiota mpo wawili. Kuna maana iliyopo ndani ya jumbe hiyo. Nyota ya Simba. Mtu atakudharau. Jambo hilo litakuumiza sana. Unahisi kitu ambacho hakitoki akilini mwako. Mara kwa mara kinajirudia. Kuna ukweli ambao upo kwa hilo. Kufanya mtu awe na bidii ya kazi. Kufikiria kuhama kwa baadhi yenu. Kuchukia kuchunguzwa. Kuhisi haja ndogo mara kwa mara. Ni hali ya kutoa sumu mwilini. Kuhisi mtu ana maono ya kweli. Kuzingatia maana ya ndoto zako. Nyota ya Mshale. Kuijadili hali ya familia au mambo wanayoyafanya kati yao. Usingizi wa mara kwa mara kukujia wakati wa mchana au asubuhi. Kwa wakati huu utakuwa mwenye kukosa muda wa kupumzika kwa wakati. Kuhitaji uhuru wa jambo. Kujitolea kumsaidia mtu. Nyota ya Punda. Kujipima mwili wako na vazi unalotaka kuvaa. Kuchelewa kazini. Kwa kipindi hiki utapata ofa au kitu cha ghafla kukufikia. Kufanya mtu awe huru kuongea na wewe. Kujali sana.
Mtu anaona mabadiliko yako kuwa hauko kama mwanzo. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.